Katika sanaa, mikao ambayo ipo inatengeneza mjengo wa sanaa ni minne katika aina zake kuu. Kuna maonyesho, kuna kusikiliza, kuna kuona na maneno. Sasa kipengele mojawapo ambacho kinahitaji utendaji ni maonyesho. Alafu kuona, kusikia na maneno, lugha na usemi inahusika. Lakini pia kuna matendo pia ambayo mtu sasa kishatoka kwenye lugha na usemi pia anaweza akatenda kwa lengo la kuonyesha utendaji. Ili uweze kufanya sanaa yako iweze kupata ubora wa kipekee, cha kwanza lazima ubunifu uwepo. Na ubunifu ni ufundi ambao ndani yake una uzuri ambao inatengeneza mkao wa karma yako ya kipekee. Alafu cha pili lazima kuwa kuna ujumbe. Ina maana unapofanya ubunifu huo, dhamira kuu ni nini unaipeleka katika jamii. Alafu cha tatu ni mvuto. Unakuja na viambatanishi gani ambazo vinatengeneza upya wa muonekano wa mkao ambao unaweza ukauonyesha kwa jamii, unawakapata sura mpya. Hiyo yote ni ubunifu. Ina maana ni mvuto ambao unakuja nao ambao unajenga ubora wako katika kuwasilisha ujumbe wako. Alafu cha nne, mpangilio. Kuna utayari unaletwa pia kutokana na mazingira. Kwa mpangilio wako pia ni ujengefu mzuri sana wa ujumbe utakaoleta katika jamii. Cha mwisho, pia umuhimu wa sanaa. Unalenga katika maeneo matano. Eneo la kwanza, lazima ielimishe jamii, lazima iburudishe, pia inaweza ikakosoa na kuonya jamii. Hata tamaduni zetu pia zinatunzwa kupitia sanaa. Naitwa Prosper Martin, ni mhandisi kutoka chuo cha St. Joseph mwaka wa 3.